hii Ukristo yenye tuko nayo iko na masharti. Amina. Twende katika masharti ambayo iko. Semeni haleluya. Vijana nawaambia tuko na Nebukadneza anaitwa pia group. Tungana na yeye sana. Kabisa. Huyo anaweza kukutoa vizuri kwa hii highway pasipo wewe kujua. Sema amen. Nakwambia wachana na hiyo kwanza. Jipime. Vijana mkuwe self disciplined. Jaribu kujikontrol mwenyewe na mitandao. Maandiko nimesema hata mtu akiwa mjinga lakini kwa hiyo njia Mama Jaden hatapotea. Amen. Tunaambiwa kwamba hii njia baadaye ni njia ya wale watu watakatifu. Mtu mtakatifu ni mtu ako self disciplined. Akienda kukunywa chai apate imeisha, anasema ni sawa. Na wakati anasema ni sawa, sasa ameweka kitu ndani ya roho. Yes. Understand chai imeisha. Wanasema hata mtu akiwa mjinga hatapotea katika hiyo njia, sababu alikuwa Mkristo. Ulipookoka ulianzia kwa njia ya kijiji. Kwa ile njia ya mtaa. Kwa ile njia ya ushago. Wacha chagala hana mna hivi na ugenda. Sasa hii bado ni East Africa sahi. Hii ni mkutano ya director. Hii ni mkutano iko kwa highway. Iko juu, iko na masheria zake. Nimeshukuru sana kunipatia kwa nafasi. Kupata nafasi kwa hii mkutano hii wakati hii ni ngumu. Ni ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Sababu kiangalia hao watu wote ni watenda kazi. Kuanzia hapa mpaka hapa. Hao watu wote ni watenda kazi. Lakini mimi nimebahatika tu kidogo niongee. Ai siwezi ya. Ai. Ai bwana hii. Ai. Hii ni neema bwana, hii neema. Jana tukuze vipawa zetu katika ustadi ulio mzuri. Ili tufike katika hiyo highway ambayo tunaambiwa ni highway. Nao ni njia kuu. Njia ya watakatifu. Wale watu wasafirio. Sisi ni wasafiri. Tushachukua msalaba ya kusafiri katika njia ya Ukristo. So sisi ni wale watu ambao tunasafiri. Sema amen. Kwa sababu hiyo njia ni njia ya wasafirio. Na wenye tuko hapa na misalaba tushachukua msalaba kama safari yetu. Twende sababu tunasafiri. Tutembee vizuri. Katika hizi njia ndogo ndogo tupite tuende katika njia kama hii. Mwenyezi Mungu tusaidie tujipate katika highway ya kwenda mbinguni. Maana tutapotea. Huzuni na huzuni na nini? Zitafanya nini? Ngangana na hii matatizo ambayo unaona. Ngangana na huyu Nebukadneza ambaye atakuja kuteka Israeli, ambaye ameshaiteka katika njia tofauti, kama ni magonjwa, kama ni kazi, kama ni nini. Vumilia na ukitafuta njia za kupenya mpaka urudi Sayuni. Yaani umaintain Ukristo wako vile mwanafunzi wa jana alituambia, mahitaji yako isifanye nini? Isiangushe imani yako. Vanessa pewe sifa. Wewe bora sasa no? Askofu? Acha kuja pole pole. Yuko ni wale haleluya. Maana wewe mgari kwa pendo la mgari. Sasa ndio wale zaka wanaolazo mgari hapa. Sasa mbona mgari ndio bosho. Iliza kukutarisha. Hadi wao weza vikara kugalira. Kuruyika ndio mgari kama umejipata kwa madhabahu pande hivi siku ya leo. Na penye unakwanga huko ukaangi kwa madhabahu sasa nakwambia madhabahu inapanga moto. Sema amen. Madhabahu moto. Ozen. Madhabahu inapanga moto. So kikaa pale ukae standby. Usikae pale ukifikiria ni kama unachoma mahindi. Ile iwezekana hii. Utaangusha injili. Amen. Jibali bwana haleluya. Siwezi kubali kuanguka mbele ya bosi wangu bwana. Naaje tumwambie. Kama naongeza majira. Yes. Kama namna gani? Yes. Haleluya. Bwana kutenda mumiasi bwana. Nasema haleluya wewe unasema hivi. Uko namna gani? Tanzoya Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana haleluya. Sasa
Sasa waliende laga baza, sanduku lile laga. Ndebe ziroka, mbemwe henza baza, sababu kizi ndebe ziroka. Ndebe zangu gangu. Za kuruka. Yes. Malaya, ambia ofisa ambaye ameingia. Baba wetu mtakatifu wa Nazareti ulioni Jehova. Tazama ofisi kuu imeingia Baba katika maskani. Baba kawatakasa kwa wabariki kwa ulioni Jehova. Na ni kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twende kwa Yesu bibi nawe atunya tuijue yewe ya mwenyewe anjoe na furaha tutayo twaiona kupiga vitindi, naweza kupiga substitute. Naweza kupiga nini? Watu wanaanzia kwa ngoma, wachana na ngoma. Hadi kuja. Wachana na ngoma kwanza kidogo, ile songa hapo. Ibona najaribu kusema ukae stand by. Bwana Yesu asifiwe. Hey. Bwana haleluya. Haleluya. Wewe kuja hapa. Wewe mama songe toka hapa enda kaka. Ni zira kuligeuza. Wewe toka hapa, kuja hapa. Wewe kuja hapa. Wewe simama kuja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbongona kuuliza binubi kuri bigenda. Hey. Haleluya. Haleluya. Aha. Ibada siku ya leo Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama uko na kengele na unapotea potea. Na unajua kibishop wetu kwa timu kengele. Sasa unaitisha akibishop. Wewe toka hapa bwana. Uko na kengele? Oh, wewe hadi simama. Toka hapa. Wewe kuja hivi simama toka hapo na hiyo kengele. Kuja pande hii.
ni vindi vyosi vizira hapo ku system kwenye kubangi hii bwana. Tuko na Mo TV hiki, tuko live, lazima tujipange bwana, tuko live bwana. Sasa lazima tujipange vizuri. Haleluya, haleluya. Wewe unapigia wapi nyakota kote hii? Wewe kuja pande hii, amu achane nayo. Hii ni ya nani? Kisha wameenda. Jibu kana haleluya. Moto inaonekana aje? Hii bado iko live. Mungu Mwenyezi Mungu ametuwezesha. Na hii kanisa mkiambia huyu kijana Mo TV amemarket hili kanisa kwa mtandao. So na mno mangi hamundo have organized. Sitaki kuona mtu akipita hapa kamera ikose kunichukua. Amen. Sema amen. Wewe. Sema haleluya. Haleluya. Wananiko mbele ya mabosi wangu, sitaki mchezo. Najua hii ni Gen Z. Gen Z ni watu wanaweza kuwa kwa room watu 10 na hakuna mwenye anaongelesha mwingine, wote wako kwa simu. Baada ya dakika 30 cha yote imepoa. Inaitwa Gen Z. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ai. Haleluya. Haleluya. Mlembe boss. Mlembe. Mlembe kandi? Mlembe. Mlembe ja roho. Mlembe. Haleluya. Haleluya. Mahoroke. Ora
Fanya testing. Umeona? Ili testing tu. Ana manyazo ingilizo. Wako wakati ifanye kazi. Isisha moto. Kaa pole pole. Kaa pole pole. Bwana Yesu asifiwe. Wewe usikae kwa kiti ile kiti ambayo uko nayo. Wewe nikaa kwa ndio nikaa njikuni. Bana unaona wa kule Mungu akazo na opportunity. Kuisunda kusonga pale pengine hiyo mambo waachana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mama mwenye unauza, Bwana Yesu asifiwe. Mtu akikuja kununua kitu mwambie waacha umalize kuhubiri. Na sadaka yako utaleta nono kidogo sababu tumekuletea soko karibu. Sasa hakuna taksi ambayo ndio. Na soda yangu iweke kando mimi kama mhubiri wa siku ya leo. Semeni haleluya. Ai wewe. Sema haleluya. Jamani sitembea haraka. Oi. Semeni haleluya. Unajua kwa wakati kama hii kule watu wanashangaa nini inaendelea. Yesu baada ya kukufa saa yako kaburini tu ametulia. Watu wanaulizana maswali mengi. Watu wanashangaa tutafanya namna gani. Watu yani kila mtu anauliza nini ilikuwa inatendeka? Kutoka saa 6 mpaka saa 9 ilikuwa giza. Jambo ambalo halijawahi tendeka. Katani ambayo ilikuwa kwa hekalu kubwa limepasuka. Jambo ambalo halijawahi tendeka. Watu walikuwa wanaulizana maswali ndogo ndogo, yenda haina majibu. Sema haleluya. Bado watema na mangana. Watu walikuwa wanaulizana maswali. Yesu amesulubishwa jana. Leo mambo iko tofauti. Hata watu ni kuenda shamba hawaendi. Wenye walikuwa wanataka kwenda soko hawawezi enda. Sababu yenye yametendeka ni maajabu juzi jana. So leo lazima tutafute hii maneno ilienda wapi. Lakini siku ya kesho atalipua kaburi, hata kuzimu atakuja juu. Amen. Sema haleluya. Kuna siku nyingine nilikuwa kwa semina pahali. Baada ya kufundishwa tukaletewa wimbo. Hiyo wimbo ilikuwa inaenda hivi. Tutapitia mkihadisi, tutawakuta mashetani, tutabomoa mpaka tufike mbinguni. Sema haleluya. Ukikufa lazima uende kaburini. Baada ya kwenda kaburini ushuke kuzimu. Yes. Kama huna roho utatoka kuzimu. Yes. Baada ya kuna speki ambayo itafungua vifungu vya kuzimu. Haleluya. Alafu anasema tukifika mbinguni tutaimba hosana, tukiimba hosana. Yes, yapo. Wakubiri sana wale. Ukifika mbinguni tutawakuta viumbe wanaimba hosana kushangilia Mwokozi. Wale haleluya. Ibwana haleluya. Tutapitia mkihadisi, tutawakuta mashetani, tutabomoa mpaka tufike mbinguni. Tutawakuta viumbe wakiimba hosana shangilia Bwana. Oi! Haleluya! Oi! Ibwana haleluya! Sasa siku ya leo wale wa Kristo na wenye hata hawako wa Kristo wanajiuliza maswali. Wengine wanasema hakika huyu jamaa alikuwa mtoto wa Mungu. Hakika niliona kiponya mtu fulani. Hakika niliona fulani alikuwa kipofu akatembea. Hakika nilikuwa kwa harusi akiwa ndani waini kaisha akatengeneza ingine mzuri. Hakika nilikuwa pale pengine nikaona umati imejaa kama hii. Watu wamehubiriwa, hakuna chenye watakula, kwa mikate michache na samaki wachache, watu walishiba na zingine wakabeba. Hakika huyu jamaa alikuwa mtu wa Mungu na amesulubishwa. Haleluya! Sasa wanajiuliza maswali pole. Sema amen. Semeni amen. Ilikuwa siku kama ya leo. Wenye hata kwenda vibarua hawaendi. Barabara zilikuwa hazina movement yoyote. Watu wako kwa maboma yao wanajiuliza, wewe hiyo pikipiki zimia hapo iko na sauti kubwa. Wewe. Wewe ni jomba uko na bahati sana. Zima hiyo kitu. Namna hivyo. Walikuwa wanaulizana maswali. Wewe mjipange haraka. Ina kibeti yako kubwa yenye haina nishepu hii wewe.
Ndio kuweka hapo. Na uweke kibeti chini, shike kengele kwa mkono. Lakini hiyo kibeti ni ofisi. Hata ungekuja pande hii. Ndio bwana, haleluya. Watu walikuwa wanaulizana maswali. Itakuwa namna gani? Litakuwaje? Na wale wenye kumfuata Yesu Kristo nao wameshindwa kutengana, sababu yule mwenye alikuwa nao katikati ameondoka. Sasa wako tu pamoja. Yaani hawataki kuacha hiyo gap hewa iingie. Sema amen. Wako tu pamoja, wakina Maria Magdalena, Maria mama Yesu, yule Maria mwingine na nani, wale wa mama wa imani wako tu pamoja. Na Petro na kikundi chake kingine tena wako tu pamoja. Ndio bwana, haleluya. Wanatafakari ile neno Yesu alimwambia kwa msalabani. Utura lero uzonuma. Yeah. Kuchiza ndio korano. Yes, kwa nini hizo vitu vile? Kwa nini sababu? Walikuwa wanatafakari mambo kama hiyo. Mangana saba wewe songa hapa. Wale watu walikuwa wanaulizana, maana yenye ilikuwa imeanguka ilikuwa mambo makubwa. Yes. Huyu Yesu ambaye tunahubiriwa. Usitolete mwiguru. Wacha na hiyo laini kidogo. Sababu watu ni wengi ambao wananifuata nyumba, lakini ingekuwa niko peke yangu, alafu tuende kwa maombi, tungevuta kidogo. Semeni haleluya. Sababu tuheshimu program ya ofisi, wacha tumalizie hapo kidogo hiyo laini. Sema amen. Wacha tupate andiko siku ya leo. Imenilazimu kusoma katika kitabu cha Isaya, maana timu yetu inatoka kwa kitabu cha Isaya. Kukuuliza negara. Sasa kwa kuona mzuri. Kitabu ni Isaya 38. Mstari mdogo ni wa 8. Wewe, ngoja kidogo. 35 mstari ni wa 8. Isaya 35 mstari ni wa 8. Nataka kuwa attentive hivyo. Kwa uwezo wa Mungu nitasoma. Na hapo patakuwa na njia kuu. Yes. Na njia hiyo nayo itaitwa njia ya utakatifu. Amina. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio. Wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Hapo hapatakuwa na simba wala mnyama mkali hatapatikana juu yake. Hawataonekana hapo, bali waliokombolewa watakwenda katika njia hiyo, na hao walioenda katika njia hiyo, na hao waliokombolewa na Bwana watarudi
watafika Sayuni wakiimba na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao, nao watapata kicheko na furaha, huzuni na kuugua zitakimbia. Bwana abariki maandiko. Hey. Bwana Yesu asifiwe. Manende anaona bishop wa Isa Batia. Mlinanga sana chama yangu sana huyu jamaa. Na sasa ngone kijao sasa wapi tambangana nayo. Ndio sasa naki bishop. Na mali huyu Joseph Zari. Hamza sasa lete ufunuo wa siku ya leo. Sema amen. Sema haleluya. Isaya tunaambiwa yeye ndio mwandishi wa hiyo maneno. Kitabu ilikuwa ya Isaya. Maandiko ya Kimaragoli nasema vizuri sana kwa lugha ya Kimaragoli. Ukisoma hapo panasema na hazana harabanyiri hasi. Nudu kamiri kandi babora na wira bana indeke kandi enzira. Nishu na bora nya enzira zana ni enzira za batakati. Sasa hiyo ni vitu tatu mara moja. Hazana harabanyiri hasi. Makandi rabana enzira. Na tena itakuwa ni njia ya watakati. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye kuandika hiyo maneno, wewe sasa wewe unasoma program na style program ni mhubiri na ubiri. Kwa program. Sasa hii nani? Hii ukama umeandika kitabu umeandika hii si lesson. Hii ni mambo sasa kutoka tu juu. Hata mimi nitasema nini? Sasa si hata kitu taandika. Wewe andika tu kitabu, mambo mengine wewe uniangaliange ukisikia. Sema amen. Na kama uko na mtoto akiwa na juice asikuje hapa sababu hii macho itaangalia hiyo juice isinione mimi. Sitaki mchezo. Sema haleluya. Mwandishi anaitwa Isaya. Isaya ni mtoto wa Amos. Bwana Yesu asifiwe. Huyu jamaa anaandika hii maandiko, utukisoma sana tunaambia ilikuwa between 700 and 680 BC. Yaani Yesu na alikuwa ndi before Christ. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu anafanya unabii wake. Hii ministry ya unabii, wewe mnaongea nini hapo nyuma? Wewe uko na mtoto kuja nikupatie kiti. Hao watu wanatoka wapi hao? Pitisha huyo mama bwana. Tunaambiwa kwamba Isaya akitoa unabii wake, hii ministry yake alikuwa na hudumu katika Judea. Judea ni Waisraeli tu bado, lakini ilifika pahali wakati Solomon anaongoza, Waisraeli walifika pale wakagawanyikana. Tukakuwa na Southern Kingdom na Northern Kingdom. Katika utawala wa nani? Wa Solomon. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Isaya mwenye tunahubiri huyu sasa, yeye alikuwa katika Judea. Judea ndio Southern Kingdom. Sema amen. Akiwa kule, yeye akiwa ni mtoto amezaliwa na msamba anaitwa nani? Amos. Sema haleluya. Na huyu jamaa tunaambiwa katika maandishi ya kwamba hakuwa mtu vuguvugu hivi. Alikuwa ni mtu alikuwa amesoma. Kipawa yake ya kwanza alikuwa mtu wa mashairi kama yale watoto walifanya hapa jana. Katika hiyo mashairi na poems alikuwa nazo, Mungu akambless, akambariki kupata kipawa cha kutoa unabii. Na yeye alitoa unabii wakati ambao ulikuwa mgumu zaidi. Sema amen. Na ni nabii ambaye amehudumu miaka yake ya ministry, wanasema ya kwamba alihudumu kama a half a century. Sema haleluya. Sasa tuirinye bwana. Sasa baada umbegazi. Wajamaa wamevuruta kazi bwana. Hata si kama tumefanya miaka 3 hata tuongezeke wengine kidogo. Amina. Lakini kwa tupate wengine kidogo. Sema haleluya. Sema haleluya. Kama Isaya alitabiri, maandiko yanatuambia half a century. Duration yake ya ministry akitoa unabii. Hii ilikuwa shida. Alitoa unabii wakati ambao ilikuwa mgumu. Wakati wa vita. Akaenda akaambia Syrian Empire, tafadhali msishikane kwenda kugonga Northern Kingdom. Mungu anasema msiungane nyinyi mwende kulipua Northern Kingdom. Wale ni watoto wetu wa Israeli. Sema haleluya. Semeni haleluya. Sasa hao jamaa wanashindwa, nitafanya namna gani? Siku nyingine ikafika, watu wa Juda
wakaasi macho mbeleni pa Mwenyezi Mungu, wakavunja sheria kidogo. Mwenyezi Mungu akawatandika Juda kiboko, Juda ikaanza kuanguka. Hapo ndipo Mungu anasimamisha Isaya kwenda kutoa unabii. Anaenda kuambia Assyrian Empire, tafadhali msikuja kugonga Judea. Mungu anasema msiende huko. Yaani alikuwa anatoa unabii wakati watu wanakuwa na hitaji. Yaani vile tuko hapa, lunch time ifike, Roho Mtakatifu atoe kwa madhabahu aseme, Roho anasema msikule chakula. Na lunch imefika. Sema haleluya. Alikuwa anatoa unabii wakati ambao ni mgumu. Na hiyo ilikuwa ni sauti ya Mwenyezi Mungu. Sema amen. Yaani mko hapa, masaa imefika. Na Roho anasema hapa kwa madhabahu. Roho anasema watu wasiende lunch, wasikize Mark amalize kuhubiri. Roho amesema. Sasa alikuwa anatoa unabii kama hiyo. Wakati mgumu inafaa tukuje conference Central. Alafu penye wao unashiriki, Roho anasema Mungu ananionyesha tusiende kwa abiria gari, twende Central. Wakati ambao kuna hitaji ya kutenda jambo. Basi wabukisi bunduki, wamechukua bunduki, wamechukua mikuki, wameweka gani yote imejaa vizuri, wako tayari wamepiga parade, wamefunga socks mpaka hapa, wamefukua bulletproof, wamevaa hapa. Alafu Roho anasema, anasikia kwa Isaya, anaambia mkubwa mfalme, anamwambia Bwana, wewe Ezekiel, Mungu anasema usiteremke kupigana. Wakati mgumu. Bwana Yesu asifiwe. Ibani bwana, haleluya. Sitaenda sana kwa intro ya huyu jamaa. Hiyo nimekuchangamsha mwenyewe, uendelee hapo. Sema amen. Sasa hivyo ndio huyu jamaa alikuwa akakua. Alikuwa mtu mzuri sana, akakaa miaka mingi. Akafika pahali kifo chake tunaambiwa kifo chake alikuwa amechosha watu. Kuna mfalme mwingine alikuja kutawala kwa niaba ya Ezekieli. Alikuwa anaitwa nani? Akapanga mipango za Isaya kuondoka. Mwenye alikuja kusuccess Ezekiel, mwenye alikuja kuchukua baada ya Ezekiel, alikuwa na moyo mbaya. Akakuja kutaka kusikia mambo ya mbinguni. Ukisema ndoto asema ndoto hapana. Ukisema unabii wanasema mambo ya unabii kwa ya wazee. Ukisema nini anakataa. Akaona mwenye anaongoza hii kikosi ni Isaya. Sasa jambo kuu jamii kutawala vizuri nitoe Isaya. Hiyo Isaya alimalizika baada ya kukaa miaka katika huduma half a century. Sema amen. Semeni haleluya. Twende kwa maneno ambayo tumesoma leo. Isaya anasema na hapo patakuwa na njia. Njia kuu. Sema amen. Wali Mungu kuja kila mnyana mbole kumangana gabondo hada inzenda leo. So no biti burai polita. So kwa very attentive. Haleluya. Unajua injili si mchezo. Pale kwa Mungu hadimu rwasi hilo tulikuwa pale pengine mhubiri kihubiri. Kumbe ilikuwa recorded speech mhubiri mwingine. Akawa ameandika zile notes kwa karatasi kama hii. Hii hata nikukupatia mzee, rafiki yangu nani? Hii itakusaidia. Haiwezi. Hii utasoma tu alafu uachane nayo. Lakini Mungu asaidie wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hapo pengine tulikuwa kwa matanga. Amesimama na kumbe kuna notebook. Sasa katika hali ya ile kujichacha, kumbe ilikuwa mahubiri ya wenyewe, alikuwa amesikia pale vile mimi naongea hivi. Yeye akasikia tu akaandika mambo kidogo na akachukua ile kitabu vile nimesoma. Sasa akiwa katika ile mbio ya kukimbia, katika karatasi akafanya nini? Sasa kaenda hivi, kurudi namna hivi akikimbia, tena kiatu yake ikashika. Akaanza kusafiri nayo. Sasa akachanganyikiwa. Akashindwa sasa nifanye namna gani? Semeni haleluya. Sasa baada ya ibada kutulia, anaangalia aendelee wapi, ajui. Sasa alipotea tu bwana. Wachungaji bwana, injili uende kwa Mungu, omba. Mungu akupe ufunuo. Semeni haleluya. Na tusome kwa bidii maandiko. Semeni haleluya. Biblia imesema hapo patakuwa na njia kuu. Nayo itakuwa njia itaitwa njia ya wasafirio. Bwana Yesu asifiwe.
njia ziko tofauti, lakini maandiko yamesema patakuwa na njia kuu. Tutakuwa na highway. Nairobi inaitwa super highway. Ukienda jina lingine inaitwa expressway. Njia kuu. Njia kuu. Wewe mama mwenye kibeti ya madoadoa, wewe unaenda wapi? Njia kuu ambayo inaitwa highway iko na sheria. Iko na sheria zake. Ukiwa katika njia kuu, unaweza enda hivi upate roundabout. Ukifika pale hakuna polisi, kuna city light. Zinakuonyesha hii ni red, hii ni yellow, hii ni green. Sasa ni wewe mwenyewe kuwa self disciplined kujua red inamaanisha namna gani nisimame. Ikianza kuwaka yellow nijitayarishe. Ikileta green niendelee na safari. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni maneno ya njia kuu. Lakini kuna njia zingine hazina masharti. Utulaza kwa bebwebo, obewa fulani, uzindi, umeingilia hapa, hiyo haina masharti. Hata unafika pale pengine inabidi uabudu hiyo njia sababu iko na rutabate imenara, uiname, upite, utokee mbele. Hiyo ni njia tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini maandiko yanaongea kuhusu njia kuu. Sema amen. Njia ziko tukatai. Kuna njia za vichorochoro. Kuna njia kama hii. Kuna njia za express, lakini tunaongea kuhusu njia kuu. Njia kuu iko na sheria. Ukienda kuna line zinapita hivi. Highway iko na sheria zake. Lazima utembee ukijua ni cross line. Na kama unataka cross line, kama uko na gari, unaweka indicator inafanya kufanya hivi. Nataka ukuja pande hii, na kuja pande hii, na kuja pande hii. Ili mwenye anakufuata anajua huyu jamaa anapiga kona. Sema amen. Aye, sema amen. Njia kuu. Na Isa anatoa hii maneno kuhusu njia kuu. Ana prophesize mambo yenye inakuja kupata Waisraeli. Sababu Mungu ameshamuonyesha ya kwamba anawataharisha ya kwamba kuna mateso inakuja mbele. Lakini mjikaze. Kuna ukombozi itafika, kuna salvation ambayo itawapata baada ya matatizo. Kumbe wanataka kuja kutekwa nyara kwenda Babiloni. Bwana Yesu asifiwe. Ni sana tafsiri mambo ambayo iko mbele. Anamtayarisha kwamba hawa Israeli unaona hapa kuna siku moja wanakuja kutandikwa, watapelekwa Babiloni. Na mfalme Nebukadneza anakuja kuwateka nyara hawa watu. Sasa kumbe na tafsiri anawaambia tutakuwa na njia kuu. Nayo ni njia ya watakatifu, wale watu wasafirio. Sema amen. Wale watu wasafirio. Yaani mtapata shida, lakini kati ya hizo shida zenu njia itapatikana, lakini itakuwa njia ya watu wasafirio. Wale watu watakatifu ndio watastahimili ile mateso ambayo inaenda kuwapata, lakini mtapata njia. Sema amen. Semeni haleluya. Isaya patakuwa na njia. Highway iko na sheria zake. Highway ya Kristo iko na sheria zake. Ukiona upita kwa highway, lazima gari lako liwe limepita katika inspection. Bishop wa Central anajua hii maneno. Akiwa na lori akikuja Nairobi lazima ajue anaenda namna gani. Iko na sheria zake. Sawa sawa na maisha ya Kristo. Hii Ukristo ambao tunahubiri, hii ndio highway. Sema amen. Iko na sheria tu kama yani Mungu alikuwa anatumia mambo ya dunia hii kulinganisha ili watu tu understand haraka kodi. Unasikia? Watu tu understand haraka hiyo maneno. Anatumia mifano ambayo sisi tunaiona duniani. Tutakuwa na njia kuu. Njia kuu iko na sheria. Lakini ile njia ambayo unatumia kwenda mtoni, hiyo ukitaka uende mtoni unaenda tu. Bomba lako kama linaanzia hapa, ukitaka kuingilia hapa ni sawa. Ukitaka kuingia kwa fence, wewe utaingia tu. Lakini ukitoka nyumbani ukuje hapa, utoke kama kwetu ni Wamage huko. Nitoke Wamage nikuje Vialo. Sasa nilikuwa kwa matope nimeingia kwa lami. Njia inaanza kubadilika. Lazima nikuwe mwangalifu. Nikitoka huko chini kwetu kwa rough road, naweza pitia mkono yoyote. Nikikuja tu naenda hivi, naenda hivi. Naenda hivi, naenda hivi. Nikifika Vialo kwa lami, naanza ku maintain line. Na keep left. Naenda nifike Sendikisa, naingia. Masharti inaanza kuongezeka. Hii ni highway kutoka Kisumu kwenda Kakamega. Masharti inaanza kuongezeka. Nikifika pale nikuja Kapsabet.
nikuje nipatane ile njia inatoka Eldoret Nakuru highway. Hapo mambo imebadilika kabisa. Kama wewe ni driver unajuanga, kuna matrailer, kuna manisan. Sasa umeambiwa kutoka hapa mpaka pale ukimbia speed ya 50, kutoka pale mpaka pale ukimbia 110. Na kutoka pale na pale kuna alama, kuna bumps, slow down, unaenda kuvuka bump. Kuna daraja inakuja, unaona hiyo vitu inakuja. Mambo inaanza kubadilika. Sema haleluya. Wewe sema haleluya. Sawa sawa na Mkristo. Ulipookoka ulianzia kwa njia ya kijiji. Handkerchief yangu iko wapi? Kuna mtu ako nayo? Ulipookoka ulianzia kwa njia ya kijiji. Kwa ile njia ya mtaa, kwa ile njia ya ushago. Waza zagala hana mna hivi na Uganda. Sasa hii bado ya East Africa sasa hii. Hii ni mkutano ya director. Hii ni mkutano iko kwa highway. Iko juu, iko na masheria zake. Nimeshukuru sana kunipatia kwa nafasi. Kupata nafasi kwa hii mkutano hii wakati hii ni ngumu. Ni ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Sababu kiangalia hao watu wote ni watenda kazi. Kuanzia hapa mpaka hapa. Hao watu wote ni watenda kazi. Lakini mimi nimebahatika tu kidogo niongee. Ai siwezi. Ai. Ai bwana hii. Ai. Hii ni neema bwana, hii neema. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni highway. Iko juu. Kule kwa vijiji huko hiyo ni njia zingine wakati kama bado wewe ukristo wako ulikuwa unaanza. Unakuja pole pole. Leonard unajua wewe inakuja pole pole. Unafika pahali inasonga. Inafika pahali inasonga. Sasa tunaambiwa na hapo patakuwa na njia kuu. Sasa hii ndio njia wa Kristo tumeshika. Hii njia iko na sheria zake. Hii njia iko na desturi. Hii njia iko na mipangilio. Sema amen. Njia ya Kristo iko na mipangilio. Ukikuja sana ukose kusoma alama road signs, vile Roho Mtakatifu anataka, vile na kufundisha kisiri, vile na kupatia utafsiri, unaweza cause accident kwa njia kuu. Sema amen. Na kukosa accident kwa njia kuu unaweza fanya watu wakufe. Unaweza fanya tena imani za watu zipotee. Unaweza fanya hata vipawa za watu ziende. Kama utakosa kutumia tu, utakosa kufuata masharti na kukosa kuwa na hekima ya kujua kwamba hii ni njia kuu. Sema amen. Semeni haleluya. Sasa ukienda hivyo tunaambiwa kwamba hii njia baadaye ni njia ya wale watu watakatifu. Mtu mtakatifu ni mtu ako self discipline. Akienda kukunywa chai apate imeisha, anasema ni sawa. Na wakati anasema ni sawa, sasa ameweka kitu ndani ya roho. Yes. Ame understand chai imeisha. Sema amen. Kama hawa watu ni watakatifu. Wakati sasa nilisema Mark, ambia kwa watu mambo uko nayo. Wale watu wazuri hapa watakatifu waliniaminia kwamba Mark aenda kwa kiwanja. Si hao kurudi nyuma ningekuwa ni mimi. Hapana. Hii ndio kulinda Ukristo wetu. Sema haleluya. Hii ndio kulinda usikose accident. Unakuwa tuna hekima kujua huyu amepita, wacha apite kidogo ni join niende. Njia kazi ni mingi. Katika njia kuu mambo ni mengi. Nelson, mambo ni mengi. Lakini lazima ujue mataa zinaenda namna gani za highway. Baada ya pale tunaambiwa ni njia ya watakatifu. Wala ambao wasafirio. Ni njia ya watakatifu. So inamaanisha hapo tumepata changamoto. Ita sisi kwa katika kanisa na uniform hizi zote lazima tuhakikisha kwamba sisi wote ni watakatifu. Ni watakatifu. Ndio labda tunaweza fika kwa highway. La sivyo watu wanaenda kuheraza mzira tu rwebo. Wengine tunaishia kwa hizi njia za highway kama hii. Iko na lami lakini si njia kuu. Wewe jomba wewe. Uko wapi na hiyo kifunguu? Watu wengine lazima tuchunge. Ifike pahali mpaka tungangane na hii ibada ikufikisha kwa highway. Highway nakumbukanga wazee ulikuwa unakaa, sasa siku zinaenda pole. Unapata mtu kama mimi sasa nimegonjeka. Na mimi ni Mkristo. Ninapogonjeka hivi wazee Mungu anawaonyesha huyu ni wa safari. Wazee wanakuja wanapiga kambi wakikuombea wakipata njia zako. Sasa
Sasa unapelekwa pole. Si ati wewe ni mtu wa hapa Gatunduini, wakati unagonjeka wakutoe hapa kupeleke Nakuru. Sababu gani? Yenye unatoa kwa mdomo yako ni mambo hata villagers wakisikia watakumaliza before siku yako ifike. Ama saa. Sema amen. Sema haleluya. Mnajua tuko na Wakristo wengine akiwa tu ni mgonjwa anataka kukufa, ulikuwa unamwona kwa kanzu, ulikuwa unamwona wapi? Lakini sababu hakuna, wacha niwaambie wapendwa. I'm telling you for free. Kitambo roho yako itoke. Kuna kipindi Waislamu wanaita sakratan mauti. Utatoa yote ambayo yanakubana. Sababu kuna bani kwa moyo, unasikia ni kama unachomeka. Unasikia Walter nilimfanyia hivi. Unasema niitieni Walter. Unamaliza na Walter unasema Brevi nako wapi? Unamaliza na unauliza Kakai naye yako wapi? Huwezi enda na chochote. Sema haleluya. Kule mipango ni tofauti. Kule mipango ni tofauti. Lazima ukwe kimia hadi huku ndio usonge watu wengine. Sasa mambo ya duniani lazima tumalizie hapa. Sema amen. So Wakristo tungangane tufike kwa highway. Twende nao pole. Mpaka tufikishe pahali ama kwa nyumba ya Baba ambayo ni mbinguni. Ukisonga mbele maandiko nasema hata simba wakali hawatapatikana kwa hiyo njia. Simba wakali hawatapatikana kwa hiyo njia. Maandiko nimesema hiyo njia simba hawatapatikana. Sababu gani? Sheria yenye kwa hiyo njia hata simba anaiheshimu. Sema amen. Hata simba ni mnyama wa msituni lakini anaheshimu hiyo sheria. Anaogopa hii njia, anajua hii mimi nikikanyaga hapa mimi nimekufa. Haleluya. Haleluya. Hata simba anaheshimu sheria ambayo iko kwa hiyo barabara. Ndio maana maandiko yanasema hata simba wala mnyama mkali hawezi kukanyaga katika hiyo njia. Sababu matendo ya simba na barabara ya highway hiyo haiwezi patikana. Kuna watu wengine wako na mioyo zao ndani kama masimba. Kuna watu wako na tabia kama simba. Kuna watu wadoka hapo ndo magomara mpaka onora. Sasa hii ni shida gani? Mpaka na kazi ya watu wengine wanasema hapo kwa hiyo njia Mkristo kama wewe ukifananishwa na simba hautapatikana kwa hiyo njia. Amen. Sema haleluya. Sema haleluya. So wewe jiangalie kijana. Wakati unafanya kazi yako unatenda namna gani? Wakati unaongea na watoto wako unaongea kwa staili gani? Wakati unaongea na waumini wenzako unaongea kwa staili gani? Ugomara wapi simba? Ndoge kwa hiyo gidai. Amen. Na kukuomba tekaza nini indicator ta? Bwana Yesu asifiwe. Bwana haleluya. Ninasema wala mnyama mkali. Lakini kuna challenge inakuja kwa hiyo mstari mwingine hapo mbele. Inasema hata mtu akiwa mjinga. Mtu akiwa mjinga. Unajua ni mambo mawili. Hiyo ujinga lazima tutaenda pole na Reverend Chuma. Na ile klasi inakuanga very sharp kidogo. Tutatengeneza hapo tukuje kufanua hapo vizuri. Wanasema hata mtu akiwa mjinga hatapotea katika hiyo njia. Sababu alikuwa Mkristo. Sema amen. Amen. Sasa unasikia? Hata huyo mtu akiwa mjinga. Kuna watu wengine si kupenda kwao. Kuna ile challenges. Either kuna physical challenges ama mental challenge yenye alizaliwa nayo. Hata mama yake mzazi wake hakutamani. Alibeba huyo mtoto kwa miezi 9 lakini akazaliwa akiwa na challenge. Either ni mentally, either physically ama ilimpata katika mwendo. Kama watu tunakata huko. Unapita kwa street unapata huyu mtu ako physically challenge. Huyu mtu unamwangalia ni mtu. Sasa huyo ndio Biblia inasema. Huyu mtu ni mjinga. Huyu mtu ukiangalia mate inatoka kwa mdomo. Huyu mtu ukiangalia hawezi songesha chochote. Maybe ako challenged, ako physically challenged.
Lakini maandiko yanasema huyo mtu hatapotea katika hiyo njia. Atashika laini yake ya kwenda. Sema haleluya. Sababu huyo mtu katika kando na hiyo ujinga yake hana ufisadi, hana uchoyo, hatusi mtu, alijiunderstand na akajichukua hivyo, hatapotea katika hiyo njia. Sema haleluya. Semeni haleluya. Maandiko linasema sasa kama mtu mjinga, maandiko ndio yanasema hatapotea katika hiyo njia. Na sisi wenye Mungu alitupatia viungo zote, macho vizuri, mikono, miguu, lakini tupotee kwa hiyo njia, itakuwa Bwana Yesu asifiwe. Maandiko linasema, mimi najaribu tu kutoa sauti na kufanua ili uelewe zaidi, lakini mambo yote maandiko. Sema haleluya. Hatapotea katika hiyo njia. Sababu labda huyo mtu penye amekaa na hiyo lifestyle yake, hali yake ya kimaisha, hali yake ya kawaida, ndani ya moyo wake haina kikwazo hata kidogo. Ndani ya moyo wake kuna utakatifu. Anajua siku moja kuna mkombozi. Ataniokoa siku moja. Na katika hizi shida ambazo napitia, nitakuja kustarehe. Sema haleluya. Sema haleluya. Anajua hata kama niko na hii changamoto, lakini namwamini Yesu Kristo, namwamini Mwenyezi Mungu. Hakika katika hii njia ya utakatifu nitajua vile nitapita, na yeye mwenyewe atachukua sehemu na malaika ataniongoza. Maandiko yamesema hatapotea katika hiyo njia. Semeni haleluya. Maandiko yanasema hata mtu akiwa mjinga, lakini kwa hiyo njia, Mama Jaden, hatapotea. Amen. Hawezi potea. Hatapotea bwana. Hatapotea. Simba hatapatikana pale. Atastarehe. Sema amen. Wewe tuko hapo moja. Yes. Tuko sawa? Yes. Maxwell. Yes. Sio mkono. Mkono. Let's go. Haleluya. Haleluya. Asante sana Maxwell. Hata mtu akiwa mjinga hatapotea kwa hiyo njia. Sisi wa Kristo wenye tuko hai, wenye tunawaza, wenye tunaona, wenye tunatembea, wenye tunatenda, lazima tukae rada katika hiyo njia ya highway. Mungu atuwezeshe tufike katika hiyo highway. Pote kama na hii bidii yako yote. Alafu kumbe natembea hivyo, upata jambo mwingine ametoka tu from nowhere, anapovateki pole. Anawacha ukiwa huko yana indicator anaingia highway. Akiingia highway anaenda expressway. Expressway hii njia iko na sheria, hata ukifika pale tu na gari lako lizibike ama mafuta iishe, hautamaliza dakika 5 kama polisi hajakufikia. Anakuuliza shida ni gani? Kama huna nini haraka, hiyo gari lako linawekwa kwa breakdown, linaondolewa kwa expressway, sababu linazuilia. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Ukienda kwa expressway
unapata umeandika hapo speed yenye inafaa uende ni 110. Na wewe umepeleka pale gari linajikokota na 80. Mapolisi watapita kwako wawili na Land Cruiser. Watatu watakuuliza umesoma body pale. Utaenda kulipia fine. Hata kama ulikuwa unataka uende utokee Kitengela, utatolewa hapa Cabanas. Utaambia toka nje. Sababu unavunja sheria. Bwana Yesu asifiwe. Sheria ziko na masharti. Hii Ukristo yenye tuko nayo iko na masharti. Amina. Twende katika masharti ambayo iko. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Hii kanisa liko fani. Hutaona mtu ati Bishop Nairobi East Chama Zara amekuja amekwambia ondoka hapa. Hakuna. Haina kuwekanga tu nje pole. Semeni haleluya. Si ati huyu mtu alikuwa nini? Hapana. Ni masharti kidogo. Ulikosa na magari zimeku. Sasa simona shamba Roma andika. Sasa no manya no Bishop paka kandi weba. Kijana sasa singizika wa Moromani. Semeni haleluya. Tunaongea na mtu hapa. Tunamjua mama. Tuko sawa? Tunaongea na mtu hapa. Ni kama nzina kuona Moromani. Alafu jibe uzobe nengo wenza kanyum na long. Bishop Dagoret. Paka Mungu akusaidie sana. Sababu wewe ni bishop na mimi ni coding. Oh, semeni haleluya. Sasa mambo yake na hebu tu understand mambo na highway. Yes. Kuna sheria lazima uandamane nazo. Kama wewe unataka kuimba, imba. Kuja na ataki ambayo inafaa. Na ena kwa wale unajua sisi tukianza kuimba tulikuwa tunafunzwa. Mimi nakumbuka nikikaa katika kwa nyumba ya mama kule headquarter Rosa Mbara. Yenda alinifundisha wimbo ya Gendi wa Krista hayo. Kama tumekaa na yeye kwa kitanda yake, yeye amekaa hapo na mimi nimekaa hapo. Ameniambia uze mari kuhamba kimbere niwe yangu ikizudumuru wena hivyo. Bino vya vela habana baraza kononyi. Alafu tukakaa na yeye hapo, yeye amekaa pale na mimi nimekaa hapo. Huyo mwenye anasema ni shosho yake nani? Reverend Solomon. Anaanza kunifundisha Gendi wa Krista hayo. Yesu asifiwe. Ni kwa nini nilienda anifundishe? Nilisikia ikiwa ndani ya moyo wangu lakini sijui. Nikamsongea sababu alikuwa na kipawa ya hiyo wimbo. Siku nyingine nikaenda kwa mama mwingine anaitwa Rebecca Msoda. Mamake Sami Kiraka, Maria ko pale. Nikaenda nikamwambia, "Ai mama, wakati alikuwa mama branch wa Bukoyani." Nikaenda kwa nikamwambia nataka unisaidie wimbo na nimeenda na kalamu na kitabu mzima ya Exodus book ya 32. Naenda kuandika nyimbo. Akaniambia, "Mariko, ukitaka nikufundisha wimbo tupa hiyo kitabu na kalamu. Nataka tuimbe na wewe ikiingia. Sio uandike kitabu chapotea." Alinifanyisha kazi. Wewe acha mchezo tu. Unajua nataka wimbo gani? Wimbo kidogo tu, lakini sikuwa naijua. Simbe Yesoni komwani no. Sasa sikuwa nimejua. Nena ngalizoni na no. Leso. Mambo kama hiyo. Vijana, ukiona uko na tamaa na kipawa fulani,
Tafuta yule mtu ambaye amepata hiyo kipawa, aenda akae na wewe, atransfer mbatio fulani kuje kwako. Sema haleluya. Wanakaza kuhumbukila. Wacha kungangana tu, unangangana, utajigonga kwa wazee na wamama, utapotea, utafika kwa highway. Utafika kwa hii barabara hapa. Watu watatoka nyuma pole, watakuja na wimbo watakupita. Songa karibu. Ndio maana mtu anatawazwa. Wakati anatawazwa, wananyosha mkono kumwekea mafuta. Hii mkono si mchezo. Hii ina transfer. Mungu alikuwa na uwezo wa kutawaza hata Daudi. Lakini alitafuta nabii, aenda mtafute, amunyoshe mkono. Lakini Mungu alikuwa kwa tayari. Sema haleluya. Vijana, semeni haleluya. Tutaweza kuwa kwa vipawa kama hauna kiburi. Lakini ukiwa na kipawa na uongeze ndani kiburi, Mungu atazima tu porapore. Na utapata huyu kijana anainuka tu na wimbo na watu wanaimba. Hatuna hususia ngoma, wewe si mchezaji, wa mama watatandika ngoma utashangaa. Sema amen. Wewe ni kijana unatuma panga viti unakataa. Yule kohani wa Kakamega huyo atapanga viti kama jana, mtashangaa. Na wewe utakuja utakalia hiyo kiti. Njia kuu iko na mwelekeo wake. Shika ile laini uko nayo. Ukiona director wetu anakuanga na usemi mzuri na mambo mzuri na unatamani kupata hiyo kipawa ya kuongea na kufanya vile director anakuwa, kuja tengeneza urafiki mzuri na yeye. Kwa ajili ya ile mambo mshane na yeye maombi nini na nini. Kuna siku tulikuwa tunashiriki Jericho. Mimi tunashiriki Sabato Jericho tukiwa na kina chama zana na kina nani? Bishop. Yes. Director Maina na Bishop Maina wakiwa kule Jericho. Saturday tunashiriki. Hiyo Saturday jioni tunapanda gari. Yeah. Tunakuja tunashikia kule Mkangu. Tunateremka nje nyingine hivi tunakuja kushiriki hapa kwa nyumba ya mzee Mwangi. Bwana Yesu asifiwe. Vipawa vijana nawaambia ni mwito. Na ni kujitolea. Fanya mazoezi. Kwa bidii yako ongeza magoti. Omba kwa bidii. Mungu aweke rubber stamp kwa kipawa yako. Amen. Sema amen. Lakini brave ni Zimbabwe na unuru rembo ujia hapa. Uzigara. Yesu mwanamsonga. Sema amen. Heshima vijana katika utendakazi tuweke. Ndio kwa hiyo njia tufike. Amen. Sema amen. Kwa hiyo njia tufike vijana. Tuheshimiane. Kuna siku nyingine tulikuanga pahali tunapangwa na aliyekuwa former director Fred Zari. Alikuwa anasema wewe Sami Kiraka utaanzisha ngoma. Utapiga birthday yote kama tunaingia kwenye tunaenda utapatia kuruji mareni. Unajua imeisha. Watu wawili ngoma. Sisi wengine tutapiga vidindi mpaka tuchoke. Tutapiga vidindi mpaka tuchoke. Amepanga na imeisha. Na imeisha. Na tuko tunasikia mbaya. Ndakuba mudindi mpaka ndo mudani mudenda. Ndakuba mpaka nguba burahi. Deno mudabu kuleda. Semeni haleluya. Lakini siku hizi sisi vijana mnashika wapi? Unapiga ngoma kutoka hapa mpaka pale, unahema kama bata. Unahema mpaka unashangaa. Na nyinyi vijana. Hiyo njia mtafika kweli? Kwa highway. Nyinyi mweke imani. Chochea kipawa. Angalia indicators. Barabara ya highway inasemaje? Huyu ni pastor, anataka fungu la 10. Huyu ni nani? Anataka hii. Tuendelee na hiyo mama, vile indicators zinasema. Fanya hivyo. Sema amen. Kama kijana sema haleluya. Ukitamani kupiga kengele, songa karibu na mtu wa kengele uone vile anachanganyisha mkono yake. Na utamani na upende itakuwa sawa. Sema haleluya. Hapo mwisho sio maandiko inasemaje? Tukishapita hapo. Mimi niko karibu kumaliza kwenda kukaa. Nimeingia kwa time ya wenyewe. Sema amen. Oh, semeni haleluya. Jana tukuze vipawa zetu katika ustadi ulio mzuri. Ili tufike katika hiyo highway ambayo tunaambiwa ni highway. Nao ni njia kuu. Njia ya watakatifu. Wale watu wasafirio. Sisi ni wasafiri. Tushachukua msalaba ya kusafiri katika njia ya Ukristo. So sisi ni wale watu ambao tunasafiri. Sema amen. Wewe shamasi wa Shauri Moyo wewe. Hapa si Shauri Moyo. Na wewe ni rafiki yangu sana. Wacha kuongelesha huyu jamaa nyuma, si ndio? Wewe kaa tulia, angalia nini? Highway. Hii ni highway.
Umeanza kupotea. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tushaingia kwa sababu hiyo njia ni njia ya wasafirio. Na wenye tuko hapa na misalaba tushachukua msalaba kama safari yetu. Twende sababu tunasafiri. Tutembee vizuri. Amen. Katika hizi njia ndogo ndogo tupite, twende katika njia kama hii. Mwenyezi Mungu tusaidie tujipate katika highway ya kwenda mbinguni. Amen. Maana tutapotea. Amen. Ukisonga mbele nasemaje? Mstari ni wa 10. Na hao waliokombolewa na Bwana watarudi, watafika Sayuni wakiimba na furaha. Ngoja, nilikuwa nataka niseme kitu kuhusu kurudi. Na wale waliofanya nini? Kombolewa watarudi. Yes. Wakiimba na furaha. Ndio maana nilikwambia alikuwa na tabiri huyu Isaya alikuwa na tabiri maneno ambayo itawapata Waisraeli wakati wanaenda kutekwa nyara katika Babiloni na Nebukadneza. Sasa hapa anasema wale waliokombolewa watashinda mateso, watarudi Sayuni wakiimba kwa furaha. Sema amen. Wewe uko nini hapo? Sema changu nijua. Hata mimi niko kwa jua, songa hapo. Simganya chama kule alafu nyinyi msonga ukivuli. Sasa mimi niko kwa jua alafu unataka waacheni mchezo bwana. Hiyo njia haina kivuli. Hiyo highway haina kivuli. Semeni haleluya. Haleluya. Maandiko imesema na waliokombolewa watarudi Sayuni wakiimba kwa furaha. Sababu wamefanya nini? Wameshinda na wamekombolewa. Nakwambia sisi wa Kristo lazima tungangane tushinde. Sisi hatutakuja kutekwa nyara kutenda Babiloni. Hakuna. Lakini school fees itakupeleka Babiloni. Wenye tunakata hao rent inatupeleka Babiloni. Magonjwa inatupeleka Babiloni. Kifo inazotupeleka Babiloni. Mambo ni mengi ambayo inaweza kukubeba hapa penye ulipo hapa mchungaji ikufikisha Babiloni. Usisome tu ati walikuwa Babiloni, Nebukadneza wako wengi. Kuna Nebukadneza kwa mahali hapa anaitwa kansa. Nebukadneza kwa hapa anaitwa pressure. Nebukadneza kwa hapa anaitwa njaa. Nebukadneza kwa hapa anaitwa uchi. Atakupeleka Babiloni. Usipokombolewa hautarudi Sayuni ukiimba na furaha, utabaki kule na hutaonekana baadaye. Sema amen. Ai, sema haleluya. Vijana semeni haleluya. Vijana nawaambia tuko na Nebukadneza anaitwa pia group. Tungana na yeye sana. Huyo anaweza kukutoa vizuri kwa hii highway pasipo wewe kujua. Sema amen. Siku hizi mko na mitandao. Naweza nunua kuku tukule na bena tumalize sababu nyinyi wote mmepotelea kwa Facebook, mwingine kwa TikTok, mwingine kwa YouTube, mwingine kwa wapi. Mmeinama chenye unaona tu mtu ana smile alafu anarudi. Ana smile alafu anarudi. Huyu mtu amekuwa addicted. Unakula kuku unamaliza, kwenda kuchukua kipanda anapata sahani ni bure, hata chukua atasema ai kwani umemaliza, alafu anarudi kwa simu. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Wewe bwana pita haraka, watu wataangalia wewe usiangalie neno. Pita enda. Enda tu. Sasa lazima tujipange. Chukua rada vijana nawaambia. Usikuwa addicted sana. Wewe utakuwa naomba na wewe uko kwa mtandao. Hata na hubiri na wewe una chat. Umefungua account yako ya TikTok unatafuta followers. Sasa mimi unipatia kwa kitu sababu hii naongea utaweka kwa wall yako utapata followers. Sema amen. Nakwambia wachana na hiyo kwanza. Jipime. Vijana mkuwe self disciplined. Jaribu kujicontrol mwenyewe na mitandao. Yes. Usipochunga mitandao inaweza kukufanya pole unahepa tu njia. Unatoka kwa highway. Hamisi ndio? Yeah. Yes. Vijana tuchunge. Wataruzi Sayuni wakiimba. Maliza hiyo niende nikae. Mambo yangu naona imeisha. Na hao waliokombolewa na Bwana watarudi. Wakifika Sayuni wakiimba. Na furaha ya milele. Furaha itakuwa ya milele. Itakuwa juu ya vichwa vyao. Yes. Na watapata kicheko ya furaha. Huzuni na kuugua sitakimbia. Semeni haleluya. Nataka sote tumalize hiyo mstari kusema ya kwamba huzuni na
Huzuni na nini? Zitafanya nini? Ng'ang'ana na hii matatizo ambayo unaona. Ng'ang'ana na huyu Nebukadneza ambaye atakuja kuteka Israeli, ambaye ameshaiteka katika njia tofauti, kama ni magonjwa, kama ni kazi, kama ni nini. Vumilia na ukitafuta njia za kupenya mpaka urudi Sayuni. Yaani umaintain Ukristo wako, vile mwanafunzi wa jana alituambia, mahitaji yako isifanye nini? Isiangushe imani yako, ama vile utakavyochukua isiwe imani yako, matarajio yako. Hapo ndipo tunafika ya kwamba imeshikanishwa na hiyo maandiko ya kwamba waliokombolewa watarudi wakiimba, mateso na kilio yote itaondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yesu haleluya.